Nafikiri ni mchezo ambao ulikuwa na maswali mengi kuliko majibu kwa mwalimu wa Yanga Romain Folz, lakini ulikuwa ni mchezo mzuri kwa Pamba Jiji. Though matokeo yanaweza kama yamewa disappoint, but wanaweza kawa na starting point nzuri. Unajua unavowapa mechi ngumu Young Africans, ukitoka hapo muda mwingi unautumia kuanzia pale kama mwalimu, na unaona kwamba it's okay, it's very possible kucheza dhidi ya Young Africans afu tunawapa game tough ya namna ile. Kumbe inawezekana kwenda ku-advance zaidi kwenye games zijazo na tukaweza kupata kilicho bora ama tukaweza kutoa kilicho bora zaidi. Kwa hiyo binafsi sijashangazwa na maamuzi pia ambayo walikuwa wanayafanya ndani ya pitch, lakini pia performance yao haikuwa mbaya kiujumla na walikuwa na stahiki kuwa na matokeo ya namna hiyo. Young Africans inashinda, lakini baadhi ya mashabiki wa Young Africans hawafurahishwi na namna ambavyo timu yao inavyochezwa. Ni ugeni wa mwalimu ambao mpaka hivi sasa bado hajajua kikosi chake. Mwalimu alikuja na rotation kutoka kwenye kile kikosi ambacho kilicheza vizuri. Ndio maana kulikuwa na disappointment kwa mashabiki kwenye kipindi cha kwanza. Mpira waliocheza Yanga kwenye kipindi cha kwanza ulikuwa na maswali mengi kuliko majibu, kwa sababu as a team ulikuwa huoni ni mpango gani ambao wanautumia kutafuta goli. Zaidi ulikuwa unaona kama goli litapatikana basi ni mchezaji mmoja anaweza kawa na uthubutu wa kufanya kitu kizuri na timu ikaweza kupata matokeo ya msingi. Lakini as a team kwamba tunacheza kutokea nyuma, unaenda saa ngapi kwenye eneo la mwisho, mpango kazi wao ulikuwa pua. Na niliona pia dakika chache ambazo Azizi Andabwile amecheza kwenye muda ule, nafikiri alimkumbusha Moussa Bala Conte ni nini ambacho tunaweza kukifanya as a defensive midfielder, kwa sababu bahati nzuri ama mbaya huwa tunapigana nongwa sana sisi wa Bongo. Wakati siku kadhaa zilizopita nikiandika kwamba nafikiri mwalimu anapaswa kumsaidia zaidi Moussa Bala Conte kwenye eneo la midfield, kwamba wewe ni defensive midfielder, uwezo ukawa unakimbia tu kwenda kwenye eneo la mbele bila kufanya watchdog role ama kutazama ni nani ambaye umemwacha hapa nyuma ambaye ikitokea lolote anaweza kukaa. Mara mbili amepoteza mpira kwenye eneo ambalo yupo walau yadi 25 kutoka kwa central defenders. Sasa wewe ukishakuwa mbele ya central defenders walau mita 25, Zimbo amesha overlap, Mwenda yupo ku overlap, wale viungo wako wengine wote wame overlap. Aliyebaki pale ni Dickson Job na Mwamnyeto. Ukikutana na timu yenye speed ambayo inaweza kucheza counter attacks, wanakufunga kirahisi, kwa sababu utatengeneza situation ya 2 against 2 ama 3 against 3 ama 3 against 2, na mara zote una defend ndio unakuwa kwenye pressure kubwa kuliko yule anayeshambulia, kwa sababu anayeshambulia target yake ni goli. Wewe uzuie mpira, lakini pia usizae madhara makubwa zaidi, kwa maana usijikute kwenye dogso denying of an opponent to a goal scoring opportunity ama vitu vya namna hiyo. Sasa vitu vyote hivyo vinahitaji uwe sahihi sana na uwe mwepesi kuvitimiza kwa wakati mmoja. Nafikiri Azizi Andabwile ametumia dakika chache tu kumuonesha namna gani ambavyo unaweza kucheza defensive na ukaweza kuimiliki ile nafasi, lakini pia discipline yako, tactical discipline kwenye ile eneo ikiwa kubwa. Bwana, mambo ni rahisi tu. Mpira sio mgumu kwa kiwango hicho. Ukimtazama anavyocheza Azizi Andabwile ni just slide, tucheze na timiza basics kwanza. Mmeenda wote, okay, mimi nabaki hapa chini. Nyinyi wote mnashambulia, nendeni mkashambulie, mna idadi kubwa. Mimi nabaki hapa chini kwa ajili ya kuhakikisha hawa ma central defenders, Job akitanuka kulia kwenda kumzibia Israel Patrick Mwenda, Baka kienda kushoto kumzibia Zimbwe, mimi nabaki hapa katikati, eneo ambalo naweza nikaona kwamba kwa huyu speed anayokuja nayo opponent kule Job anapitwa, basi naweza nikatanuka pia kwenda kuongeza nguvu. Lakini ukiwaacha central defenders peke yao, pattern yao ya uchezaji itavurugika. Na ukiona defensive midfielder ameshindwa kumiliki mchezo ama kuimiliki ile safu yake ya kiungo, basi ujue kwamba timu itapoteana. Ndicho kilichotokea kwenye kipindi cha kwanza. At least kipindi cha pili Azizi Andabwile pako mzuzwa, walikuja kuifanya timu ikatulia na ikacheza mpira wao. Lakini upecho huenda hii inasababishwa ukiangalia Yanga msimu uliopita ilikuwa inacheza mfumo tofauti na msimu huu. Msimu uliopita alikuwa anatumia zaidi 4-2-3-1, lakini Romain Folz anatumia zaidi 4-4-2. Huenda mabadiliko ya kimfumo ndio yanapelekea wachezaji, baadhi ya wachezaji kutoadapt kwa haraka. Mwalimu siku zote anapokuwa anafanywa scouting ama anapokuwa anafanywa
recruitment, watu wanamwangalia kila kitu kwamba ni mwalimu ambaye anaweza kachezaji, kwa sababu usiamini kama yeye alikuwa haifahamu Yanga, na sijaona mimi kama natumia 4-4-2, mimi nimeona kama natumia sana 4-4-1-1, yani kwamba kuna mmoja ambaye anabaki chini alafu mmoja anabaki juu. Lakini hasara ya mfumo huo ni kwamba kuna muda utajikuta una watu wachache kwenye eneo la kushambulia, na ndicho kilichokuwa kinajitokeza kwamba wao wameenda kushambulia, lakini wewe hapo unabaki na nani ambaye anaweza kafanya kile kitu kilicho bora. Lakini pia hata wakati wa kuzuia mtajikuta maeneo mengi mna collision, kwa sababu simple wengi pale katikati. Kuna maeneo ambayo utakimbia necessary na nani ubinadamu, mmetingwa, mpo kwenye speed, hamwezi kwenda kwenye namna ambayo ni kama wewe ukiwa unakimbia unatazama kule, lazima watu utajikuta mna collision. Kwa hiyo nafikiri mwalimu anazo options nyingi, huo ni mfumo wake. Mimi naheshimu sana anachokifanya na ni taaluma yake pia. Inawezekana anaona kwamba mbeleni kunaweza kuwa una out product nzuri, lakini kwa kile ambacho wachezaji wake anakifanya anahitaji zaidi wale wachezaji waliocheza kipindi cha pili wamsaidie kuweza kufanya hicho kitu kwa utulivu. Vinginevyo atatengeneza necessary pressure ambayo inaonekana. Ukishaona tu mashabiki wa timu moja wapo kwenye pande mbili, ujue tayari wewe umeshaanza kuagawa. Alijisemea mwanafilosofi Aristotle, anasema palipo na jamii ya watu, Athens, akizungumzia historia ya Ugiriki, Athens kama watu 100, 90 wakasema ni kitu kizuri, 10 wakasema ni kitu kibaya, unapaswa kupambana kwa namna yoyote hawa 10 waone ni kitu kizuri. Anasema hawa 10 wanaweza kaja katengeneza nguvu ya ajabu tofauti na wale 90, kwa sababu wale kuna mtu tu atafika sema atasema kwa nini wote tunakuwa upande huu, acha mimi nikae upande huu, au ndo atatengeneza sumu ambayo itakuwa mbaya. Kwa hiyo nafikiri mwalimu anapaswa kuamka haraka na kuimprove, awatumie wachezaji ambao wanaweza kumsaidia kusend message ambayo itaonekana kwamba ipo clear, vinginevyo atajitengenezea pressure na kuwatengenezea pressure Young Africans. Lassine Nkouma leo ameanza na amefanikiwa kufunga goli la kwanza, unazungumziaje kiwango chake? Si mchezaji mbaya, nafikiri bado alikuwa kwenye pressure kwa sababu licha ya kufunga goli, lakini ndio mchezaji ambaye kuzungumzia waliopoteza mipira mingi, yeye na Maxim pia nafikiri ndio waliopoteza mipira mingi zaidi kwa Young Africans na Andy Boyed. Lakini kwa eneo analocheza linahitaji zaidi mtu ambaye atakuwa na usahihi na utulivu. Binafsi yangu mimi kama Upete namwamini sana Lassine Nkouma kwa sababu nimemwona kabla hajaja Young Africans, na naamini inaweza katokezea mchezaji mazingira ya kumgomea, lakini ni mchezaji mzuri sana, mchezaji mzuri ambaye akipewa muda akaendelea kuimprove kila siku, inawezekana akaja katoa kitu cha tofauti, kwa sababu at the end sio swala la siku moja. Anaweza kacheza vibaya leo, kesho kacheza vizuri. Mimi namwamini sana kuliko wachezaji wengi ambao wanaaminiwa sasa. Haya si maneno yangu, ni maneno ya kwake mwenyewe Mudathir haya leo kuzungumza na kusema kwamba ana kazi ya kupambania namba kwenye kikosi cha Yanga. Leo ameingia na amefunga goli la 3. Bado naiona nafasi yake kwenye kikosi cha kwanza cha Yanga Africa. Ataendelea kucheza, atacheza sana tu. Mudathir ataendelea kucheza, wala hakuna hata wasiwasi wowote. Mudathir atacheza sana tu. Na kipi cha tofauti ambacho anawazidi viungo wengine ambacho unaona kwa utofauti huu unaweza ambao utamfanya endelee kucheza? Harandi anakimbia kila eneo, lakini Harandi kuna mwingine ambaye akienda kule inakuwa kama amepeleka heka, anapeleka tu kwamba tunaenda kuwa wengi kwenye eneo moja, lakini mnakuwa wengi mnafanya nini? Mudathir anaenda kila eneo, lakini anajitahidi kuwa na usahihi kuliko wenzie hawaendi kila eneo, lakini kwenye yale maeneo machache wanaenda hawana usahihi mkubwa kama anaofanya yeye. So nafikiri ataendelea kucheza kwa kiwango kikubwa tu. Haya mambo mengine watapanga mashabiki lineup zao, lakini Mudathir atacheza. Andy Boyed unahisi atawachelewesha Yanga kwenye mafanikio, kwa sababu comments za mashabiki wengi wanasema ni striker ambaye hana makali. Bahati nzuri au mbaya ni mchezaji wa mkopo, na mchezaji wa mkopo ni kama mwanamke ambaye huna mamlaka naye, huruhusiwi kumpenda sana. Ukimpenda sana akiwaka shughuli imekuzidia. So nafikiri kwa sababu yupo kwa mkopo, alikuwa kwenye injury, amerudi kwenye mchezo huu, bado tuna muda wa kumtazama zaidi, lakini kwa sababu ametoka kwenye injury siwezi kumhukumu kwa chochote. Nitakuwa sijamtetea. Boyed. Mayele hapana jamani. Mayele mtu mmoja tu jamani. Mayele ni mmoja tu. Mengine haya mwache Boyed acheze kama Boyed. Ukitaka acheze kama Mayele utamuua tu. Hawezi kuwa Mayele. Shukrani.